ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusome neno la Mungu kutoka waraka wa Mtume Petro, waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, mlango wa kwanza. Tutasoma mistari mitatu ile ya 6, 7, 8 na 9, mistari minne 6, 7, 8 na 9. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro, tutaanzia mstari wa 6 hadi wa 9. Mlango wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, mlango wa kwanza. Tutaanza ule mstari wa kwanza, halafu mstari wa 6, wa 7, wa 8 na wa 9. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, mlango wa kwanza, mstari wa 6, wa 7 na 8 na wa 9. Nitatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima kwamba mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa nirudie. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini, na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu. Mstari wa 9, katika kupokea mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Amen. Tushukuru. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya asubuhi nzuri, asubuhi ya leo ambayo Bwana umeikusudia kwenye maisha yetu. Sema nami niseme na watu wako kwa utukufu wa jina lako. Amen. Naomba upate nafasi ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakuwa najitahidi sana kuhakikisha kwamba saa 11:30 nasimama kwa ajili ya kuhakikisha tunautumia muda wetu vizuri, na tutakuwa tuna agenda tunazibeba mbili kwa siku. Agenda moja inakuwa inafuatana na neno moja kwa moja, ila tunakuwa tuna agenda zile za ambazo kama ushirika tumejiwekea, hasa kwenye ibada hizi za masifu ya asubuhi, morning glory. Bwana Yesu asifiwe. Nitoe ushuhuda kidogo hasa kuelekea kwenye hili somo. Mwaka jana mwezi wa 7, kile kipindi cha sikukuu hizi za vijana, nilipata neema ya kuwepo ushirika mmoja wa Kitasengwa, na nikiwa kule nilikuwa na semina, bila shaka nilikuwa na siku kama 5-4 hivi, na namshukuru Mungu ilikuwa inaenda vizuri. Lakini siku 2 zile za mwishoni zilikuwa ni siku ambazo nilikutana na majaribu ya namna mbalimbali, lakini jaribu ambalo lilikuwa pengine lilinifanya kidogo tofauti,
lilikuwa ni jaribu la kupigiwa simu na mtu ambaye sikuwa napenda kupokea simu yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani jaribu ambalo nilikuwa nakutana nalo mimi lilikuwa kubwa. Lilikuwa ni kupigiwa simu na mtu ambaye sipendi kupokea simu yake. Na kwa nini sipendi? Ni kwa sababu tulikuwa hatumalizi mazungumzo vizuri. Kwa hiyo mnaweza mkaanza vizuri mkacheka, lakini najua kabisa mwishoni hatumalizi vizuri. Kwa hiyo nilipokuwa nagundua hicho kitu nilikuwa sipokei simu. Sasa ile kutokupokea simu na yeye anakazana kupiga, na kuna wakati mwingine anapiga nikiwa madhabahuni na afundisha na anapiga simu na nini, muda mwingine unakuwa muda wa utulivu wa maombi na anapiga simu hivyo. Nikamuuliza Mungu, kwa nini hii kitu? Yaani kwa nini itokee namna hii? Mungu alinipa ujumbe akasema, jifunze kutumia majaribu kama ishara ya nyakati mpya. Alisema hivi, jifunze kutumia majaribu kama ishara ya nyakati mpya. Kwamba zinakuja hizo nyakati mpya. Sasa jaribu linakuja kama ishara au alama au dalili kwamba kuna nyakati mpya zinakuja. Kwa hiyo kutoka mwezi huo nikaanza kujifunza taratibu. Sasa nilichojifunza kingine ni kwamba kila akipiga simu nakaa mkao wa kujua kuna kitu gani kipya kinataka kutokea, Mungu anataka kukileta. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo kilichotokea kwenye maisha yangu kutoka wakati huo mpaka sasa ni kwamba jaribu likitokea la namna ile, naanza kujua kuna kitu kinataka kuja. Kwa hiyo najua hapa natakiwa nikae mkao wa kujua tukio kule linakujaje. Kwa hiyo nikisema kwamba ujumbe ambao tutaenda nao wiki hili au kwa hizi siku ambazo Mungu ametupa ni kwamba kujifunza namna ya kutumia majaribu kama ishara au dalili ya nyakati mpya kuja. Hiyo ndio ujumbe wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kujifunza namna au kujifunza kutumia majaribu kama ishara ya mabadiliko ya nyakati mpya. Kwa hiyo msisitizo unakuwa kwenye mambo mawili. Moja, majaribu; mbili, nyakati. Hayo ndio msisitizo wake. Na malengo tunayo mawili hivyo hivyo. Lengo la kwanza ni kuangalia mahusiano yaliyopo kati ya jaribu na nyakati au muda. Tutaangalia kwenye mistari ya Biblia mingi, tutapita huko. Hasa tutajikita hapa, lakini tutakuwa tunaingilia hapa kwa Petro, alafu tunatokea kwenye mistari mingine. Tunaingilia hapa, tunatokea kwenye mistari mingine ambayo Mungu anatuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilishangaa sana Mungu anaponifundisha hii, hasa alipokuwa ananiandaa kwa ajili ya hapa, kwamba nilipoanza kusoma neno jaribu kwenye Biblia, nilishangaa limetofautishwa. Kwenye Agano la Kale limeandikwa mara 70, alafu kwenye Agano Jipya limeandikwa mara 72. Zingatia hizo hesabu. Kwenye Agano la Kale imeandikwa mara 70, alafu kwenye Agano Jipya imeandikwa mara 70 na ngapi? 72. Maana yake ni hapa. Nilimuuliza Mungu hivyo tena, yani nilikuwa king'ang'anizi sana kwa sababu ni kitu ambacho Mungu alikuwa ananifundisha hatua kwa hatua. Alafu nimemshangaa sana Mungu. Yani wakati tunakuja kupata nafasi na neema ya kujifunza hili jambo, jana tumetoka kutafakari habari za majaribu. Si ndio watu wa Mungu? Kama Mungu anatusaidia au anatuwezesha kushinda majaribu, si ndio? Kwenye ibada, jana ibada ya Jumapili. Kwa Mungu ameyaleta haya mambo kwa nyakati zake. Na mimi nilikuwa namsubiri Mungu mpaka anipe kibali. Nilikuwa naambia watumishi wake kwamba Mungu akinipa kibali, somo ambalo atakayonipa kibali nitafundisha hilo. Sasa angalia, nimesoma neno jaribu kwenye Agano la Kale, tena nilitumia kile kitenzi jaribu. Haiweki huu mwishoni ambayo inaweza ikawa jaribiwa, jaribishwa, yani jaribu ile neno kitenzi chake. Wale wengine wanafunzi mnaweza mkaelewa zaidi, au wale ambao wanapitia Kiswahili kiundani. Lakini tutapita huko kwenye mifumo ya elimu hasa kuhusiana na jaribu. Sasa ninachotaka kukwambia ni kwamba neno jaribu kwenye Agano la Kale limeandikwa mara 70, kwenye Agano Jipya imeandikwa mara 72. Nilipomuuliza Mungu tafsiri yake nini, akasema hivi, kwenye Agano Jipya kuna majaribu mengi lakini kuna nyakati mpya nyingi. Mnisikia mtu Mungu? Anasema kwenye Agano Jipya au wale watu wanaotaka kuishi kwa mfumo wa Agano Jipya, yani kumpokea Kristo, kuna majaribu mengi lakini kuna nyakati mpya nyingi.
Yaani kwa kadri majaribu yanavyozidi kuwa mengi, ndivyo nyakati mpya nyingi zinavyozidi kufunguliwa. Kwa hiyo kama ningekuwa nakwambia kama unapitia jaribu fulani, maana yake anza kukaa mkao ukisema kuna wakati fulani mpya, kuna mabadiliko fulani ya kinyakati, au kwenye maisha yangu kuna kitu kinataka kutokea kipya. Kwa hiyo kama ningekuwa nakwambia hivi, ukiona kuna jaribu, usiliangalie jaribu, angalia kilichobebwa nyuma ya hilo jaribu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna majaribu ya aina nyingi tofauti. Kuna majaribu ambayo tunasema yanatoka kwa shetani, tuna majaribu ambayo Biblia inasema yanatoka kwa Mungu, lakini kuna majaribu ambayo yanatoka kwako. Tutayaangalia kwa mistari kwa tofauti. Lakini leo nikuonyesha kitu kadogo tu. Twende kwenye Mwanzo 22. Msingi wetu uko pale kwa Petro moja, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 6 hadi wa 9. Huo ndo msingi wetu. Sasa leo nataka tutokee kidogo hapa kwenye Mwanzo 22. Mwanzo 22 kwa leo, ili tukitoka hapa iwe rahisi kupata nafasi ya kuomba. Kama ambavyo niliwaambia, tutakuwa tunapata nafasi nzuri ya kuomba. Mwanzo 22 tuanzie mstari wa kwanza. Mistari miwili tunaisoma pale, alafu nitakuambia kitu nitaka kukuonyesha hapa. Mwanzo 22. Mwanzo 22 mstari wa kwanza na wa pili. Mwanzo 22 mstari wa kwanza na wa pili. Mwanzo 22 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi: ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu nani? Ibrahimu. Ikawa baada ya mambo hayo. Mambo hayo yapi? Sikilize kwa makini. Ibrahimu alikuwa mume wa Sara, na kwa muda wamemwomba Mungu kupata mtoto. Mungu alinyamaza kimya. Hawakupata mtoto toka wanaanza maombi mpaka huo muda. Anasema baada ya mambo haya miaka 20. Kwa hiyo kina Ibrahimu walikuwa na jaribu la kuto kupata mtoto. Muda wa miaka 20 wamenyamaziwa tu, hawapati mtoto. Sasa Biblia inasema baada ya mambo hayo kwamba Mungu alimjaribu Ibrahimu. Kilichotokea hapo unafahamu, kwa sababu anamwambia umtoe mwanao Isaka. Sasa tutarudi siku kadhaa mbele, tutarudi kwenye huu mfano wa jaribu la kutoa sadaka, tutarudi hapo. Lakini nilichotaka leo kukuonyesha leo nilichotaka kukuonyesha hapo ni kwamba kama tulivyosoma kwamba kwenye Agano Jipya kuna majaribu mengi zaidi, kwa sababu kuna nyakati mpya nyingi zaidi zinazotaka kutokea. Inataka kuonyesha kwamba hata wewe unayemfuata Kristo kuna majaribu mbalimbali ambayo yatakutokea. Kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kuwa unapitia, lakini kwenye ufahamu wako hakikisha unafahamu kwamba kuna nyakati ambazo mpya ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo unapotazama jaribu, usitazame jaribu, tazama kitu kipya ambacho Mungu amekiandaa kwenye maisha yako. Hapa Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba amtoe Isaka. Usifikirie ugumu wa kutoa kile unachosukuma kutoa. Fikiria faida za mbele, faida na baraka zile za kule mbele. Biblia inasema kwa sababu umefanya hivi, atakaye kubariki nitambariki, atakaye kulaani nitamlaani. Maana Mungu anaweka ulinzi kwa Ibrahimu. Sasa sitaki kuzungumzia hii kwa undani, lakini nataka kuzungumza kwa nini? Kwa mfumo au mfanano wa Agano Jipya. Majaribu yako tena ni mengi, lakini kuna nyakati mpya zinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukimsoma Petro pale mwanzoni anasema kitu kigumu sana. Hebu turudi tena. Petro, turudi afu tupate nafasi ya kuomba. Jamani, tutakuwa natumia muda mfupi kutafakari na kuomba. Kutafakari na kuomba. Petro wa kwanza. Tena turudi tu pale. Ule mstari wa kwanza, neno tu moja tu kama mawili machache ya pale mwanzoni. Angalia jinsi ilivyoandikwa. Nilikuwa namsikiza mwalimu Kasege wiki akawa anasema hakikisha unasoma somo jinsi lilivyoandikwa. Sio yani usisome tu, angalia jinsi ilivyoandikwa. Mstari ule wa 6 angalia jinsi ulivyoandikwa. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari ule wa 6. Anasemaje? Anasema mnafurahi sana wakati huo. Angalia vizuri. Mna wakati huu. Mnafurahi sana wakati huo. Kwa nini aseme wakati huo alafu aseme mnafurahi? Yaani mnafurahi wakati huu. Kwa nini asiseme mnafurahi sana wakati huu? Ni lugha ya ndani kidogo. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tunatazama majaribu hapa, anazungumza anasema mnafurahi sana wakati huo. Kwa hiyo anazungumza nyakati mbili tofauti. Kuna wakati huu alafu kuna wakati huo. Sasa anasema mnafurahi sana wakati huo. Kwa hiyo anazungumza nyakati mbili tofauti ambazo zinahusisha mtu kupata majaribu, lakini huku mbele utaona anavyozungumza, anazungumza juu ya kujaribiwa kwa imani yenu, anazungumza kile ambacho kinajaribiwa hasa kwa faida ambao mnafika. Tunazungumza kujifunza kutumia majaribu kama ishara ya mabadiliko yanayokuja. Kwamba tunatazama jaribu kwamba ni kama kitu ambacho kinaletwa mbele ili kutupeleka ngazi nyingine ya imani, ngazi nyingine ya mafanikio, ngazi nyingine ya maendeleo, ngazi nyingine. Nimewapa ushuhuda mwanzoni kabisa nikasema mimi kuna mtu ambaye alikuwa akinipigia simu hatumalizi mazungumzo vizuri. Kwa hiyo nilikuwa sipendi kupokea simu yake. Lakini nilipomuuliza Mungu maana yake nini, ndio akanipa ujumbe. Kwa hiyo kutoka wakati ule kila akinipigia simu narudi, kabla sijapokea narudi kwa Mungu, kuna kitu gani unataka kunionyesha? Anaambia mbele yako kuna mtihani, lakini nataka nikupeleke ngazi nyingine. Na nimemwona Mungu akifanya hivyo. Kwa sababu iko hivi. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kukupitisha mahali ni kama kukupa uzoefu ili uwe bora zaidi kwenye eneo jingine. Biblia inazungumza hapa juu ya dhahabu kupitishwa kwenye nini? Kwenye moto, si ndio? Na anasema inapitishwa hapo ili iwe safi, iweze kung'aa. Sasa analinganisha dhahabu na imani, lakini anaiongezea imani. Anasema imani ina thamani kubwa au ina thawabu kubwa sana kuliko dhahabu. Kwa hiyo yenyewe pia itapitishwa mahali, lakini lengo lake kukupeleka ngazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ombi letu leo ni nini? Turudi mfano wa Ibrahimu niliousoma. Ibrahimu hajapata, ameomba jambo au ameomba mtoto kwa Mungu, hajapata ndani ya miaka 20. Pengine na wewe kwenye maisha yako unajaribu ambalo umeliombea muda mrefu. Kwa muda mrefu umeliombea. Na pengine umefika mahali umekata tamaa, kama ambavyo kina Ibrahimu kweli walikata tamaa kwa sababu jaribu la wao kutokuwa na mtoto liliwafanya wakamtafuta Ishmaeli. Na unajua utaratibu ambao ulitumika kwa Mungu, alinyamaza tu, hakusema kwamba umempendeza au hujampendeza, lakini tunafahamu wote kwamba haukumpendeza. Lakini tutakusema ni kwamba kuna jambo ambalo pengine limekusumbua kwa muda mrefu. Kwa hiyo ajenda yetu leo ni kwamba tunamwomba Mungu, kama kuna jambo ambalo umeliomba kwa muda mrefu, ni nyakati fulani limetokea kama ishara. Kwa nini? Linapotokea Mungu alitaka ulitumie hilo kama kujua, ili kama atakusaidia watu wengine waseme Yesu ni Bwana, na wewe mwenyewe moyoni mwako useme Yesu ni nani? Ni Bwana. Kwa sababu kuna vitu vingine ukivipata kirahisi, kuna wakati fulani unaweza kujisifu au kumsifu yule aliyekusaidia, ukamsifu yule aliyekuletea mtaji na nini. Lakini Mungu kuna mahali fulani huwa anatulia, anaweza kanyamaza kimya, alafu anasubiri mpaka wakati ambao malaika wenyewe watatokea, alafu watakutana na Ibrahimu, alafu waseme kabisa, kwa hiki ulichokifanya mwakani tarehe kama hizi, mwakani tutakujia. Ili hata akisaidiwa ajue kama Yesu ni Bwana. Ndio maana hata hapa haikuwa ngumu kwake kwamba wewe Ibrahimu nenda kamtoe Isaka. Alikuwa anajua aliyenipa ni Mungu, na atakaye kama anataka kunyang'anya ni Mungu huyo, basi ni vyake. Lakini huwezi kupata ujasiri kama huna uhakika kama Mungu ndiye aliyekupa. Kama kuna watu fulani unategemea, itakuwa ngumu sana. Okay, turudi kwenye ajenda yetu. Tupate nafasi ya kuomba. Ninawaambia tutakuwa tunapata nafasi nzuri ya kuomba hapa. Ajenda yetu ni nini? Ajenda yetu ni kuomba kwa ajili ya wale watu ambao wana jambo ambalo wameliomba muda mrefu kwa Mungu na wanaona kimya. Usiogope. Mwambie Mungu, hii jambo nimeomba muda mrefu. Okay, niombe ushuhuda kwenye maisha yangu. Sasa hivi ninatumia miaka angalau kuanzia 20 kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikiwa na mpaka na miaka 18 nimemaliza kidato cha 4. Nilikuwa na changamoto ya tangu nazaliwa. Nisemeje? Okay, wazazi ni wengi mko hapo.
nitumie lugha gani? Siwezi kuamka usiku kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Namaliza kila kitu ndani. Sawa. Mmenielewa kidogo jamani? Miaka 18. Fikiria umezaliwa, umepita huko na kupita huko na kupita kule, alafu miaka 18. Unaweza kupima mazingira ya ujana wangu yalikuwa ya ugumu kiasi gani? Kwa sababu hapa huna mshikaji utakayemleta nyumbani, rafiki. Hamna mtu ambaye utaweza yani mtakuwa naye karibu, kwa sababu kila mtu anaona unanuka na nini. Kwa hiyo nyumbani kwanza muda wote kufuli na ninginia, ukiwepo unakula mwenyewe unaondoka. Kama kukesha kesha huko kwa wenzako. Lakini nataka kuambia nini? Fikiria jambo, nilikuwa na miaka 18 mpaka namaliza kidato cha 4 na hiyo jambo. Siku moja tumeomba, unajua sio tu kwamba tumeomba, tumekutana na watumishi mbalimbali na nini, baba ameniombea na wengine na nini. Siku moja mwenyewe binafsi, tena wakati huo nimeajiriwa na bosi mwenyewe aliyeniajiri alikuwa hajajua kama na hiyo shida. Lakini baadaye alipokunigundua, yani haieleweki, muda nusu kidogo nipoteze kazi. Kwa sababu sasa alikuwa ameniajiri afu akawa amenipangia na chumba analipia. Sasa yule mwenye nyumba analalamika. Okay, mimi nataka kusema nini? Nilikazana mwenyewe nikamwambia Mungu, mbona kimya? Mbona kimya? Miaka 18. Sasa Mungu, haiwezekani. Miaka sawa. Wamenisimulia, wakunisimulia. Siendelee, sina haja ya kwenda huko. Nisipoteze muda. Nachotaka kuambia, kama mimi nilipona kwa sababu kilichotokea. Yani eti jambo nimepata nalo shida miaka 18, Mungu akaniambia nenda duka fulani. Sema ilikuwa duka hapo. Yani frame hii, mlango huu, yani kama huu ilivyo. Mlango huu na mlango huu. Yani mimi kuingia tu duka mlango huu, chukua dawa. Nilitumia dawa zile wiki, zilikuwa za mwezi. Nilitumia dawa zile wiki 2, afu nikapona. Moja kwa moja nisichukua tu zile dawa nikaziombea. Yani nienda tu nikamuuliza tu yule nesi, nikasema kwenye jambo kama ile, akasema sijui utakuwa umepungukiwa hiki na hiki. Haya, dawa za kuongeza hicho ni dawa hizi hapa. Za muda gani? Mwezi mmoja. Leta. Nikazichukua, niliomba pale ndani nikiwa ofisini. Tena ilikuwa duka la madawa. Niliomba pale nikiwa nimepiga magoti, nikaombea zile, nikapona kabisa mpaka leo. Unaelewa kwa Mungu? Hii wiki mtapata shuhuda nyingi sana zinazowatia moyo, hasa kwenye maisha yangu binafsi. Nitajitahidi sana kuwakumbusha maisha yangu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako, tuombe Mungu. Pengine una jambo ambalo unamuomba Mungu muda mrefu na unaona kimya. Unaweza ukasogea tukaomba pamoja. Ni mwendo huu tu, yani tutakuwa na mwendo wa namna hii. Kwa kwenda mbele tutakuwa tunatumia muda wetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tutakapokuwa na hilo wimbo wa kuabudu, jamani, naye ni mambo binafsi. Ni maamuzi yako. Mnanifahamu watu wa kesi kile, mnanifahamu. Ni ajenda yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza
kwa neno lako ya kwamba kuna mahusiano ya majaribu ninayopitia na wanayopitia watu wengine wanaonihusu na wasionihusu. Hayo majaribu umesema yanahusiana na mabadiliko ya nyakati kwenye maisha yetu. Bwana, tusaidie kuzielewa hizo nyakati tulizoziandaa kwenye maisha yetu. Bwana, nisaidie kulitazama jaribu kama fursa ya mabadiliko ya nyakati kwenye maisha yangu. Bwana, uliteseka kama jaribu kwenye maisha yako, lakini ilikuwa fursa ya sisi kupata wokovu. Bwana, tusaidie familia yetu na kanisa lako na maisha yangu na kazi yangu na kila kitu ninachokifanya. Bwana, nikumbushe muda wowote kukumbuka ya kwamba wewe unazileta ishara hizi kunikumbusha ya kwamba kuna mabadiliko yanakuja. Sasa ninaweza Bwana kumwomba Mungu kwa ajili ya jambo ambalo unaona linakusumbua kwa muda mrefu. Inawezekana ni jambo la miaka 18 kama la kwangu, lakini Bwana anaweza kulifanya likaweza kutimia ndani ya muda mfupi. Inawezekana ni miaka 18 litakuwa kama miaka ya kina Ibrahimu, wamekosa mtoto kwa zaidi ya miaka 20. Mungu anaweza kufanya tena. Mungu, mwambie Mungu kwa neno hili Bwana, kwa njia ya shuhuda hizi Bwana, ninakuja kwako jinsi nilivyo, ninakuja kwako jinsi nilivyo. Ninakuja kuna wakati ambao nitafuta njia mbadala, nikatafuta Ishmaeli, nikatafuta jibu la uongo, nikatafuta jibu la kujitia moyo, lakini Bwana, ninakuja kwako tena kwa ajili ya neno nililokuwa nakuhitaji, kwa ajili ya wewe niliyokuwa nakuhitaji. Bwana, ninakuja kwako tena, ninaomba Bwana unisaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakuja kwako Mungu wa mbinguni. Hakuna ambaye ningeweza kutegemea zaidi yako, hakuna ambaye ninaweza kupata jibu la imani wewe Bwana. Kwa Bwana ninaweza kupata msaada, kwa Bwana ninaweza kupata majibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Jehova, umeniambia jinsi ambavyo tutafurahi sana wakati huu Bwana. Umeniambia jinsi ambavyo tunafurahi sana wakati huu Bwana. Ndio Bwana, wengine wamekosa furaha ndani yao, wanahuzunika ndani ya mioyo yao, pengine kwa sababu jaribu limewakamata, limewashika kwa muda mrefu. Asante Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo utubariki kwa wingi na kutufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, asante hata kwa ajili ya tafakari ya siku ya jana ambayo inahusiana na majaribu. Mungu, utukuze kwa ajili ya ibada zilizoendelea mahali hapa. Asante kwa ajili ya mahali mbalimbali kwa Bwana anayetuendelea na kutukumbusha juu ya kutushindia majaribu. Mungu wa mbinguni, mshindie. Kuna majaribu ambayo amepitia kwa muda mrefu. Mungu, inawezekana ni wiki nzima anapitia jambo hilo, inawezekana ni uchumi wake. Mungu, msaidie, mkumbushe, mtie nguvu tena Bwana katika wiki hii yetu Baba. Mpe upako wako kwa ajili ya kushinda majaribu yetu Baba. Ulisema kwamba Bwana utamtembelea tena majira kama haya. Mungu, mtembelee tena, mtembelee tena, mtembelee tena Bwana. Anauliza ndani ya moyo wake, anasema Bwana kimya. Anauliza moyo ndani ya moyo wake, anasema Bwana mbona kimya? Uliahidi kunitembelea tena, lakini Bwana naona kimya, lakini Bwana naona kimya. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye Jehova, upako wako na neema yako Bwana vikamfunike tena, vikamkumbushe tena. Asante kwa ajili ya mifano na shuhuda ambazo endelea kuzipokea na kuona Bwana wewe una kusudi kwenye maisha yake. Mungu, usimwache, usimpungukie, na limidiwe na kutukuzwa jina lako, kwa kuwa lina nguvu, linapita majina yote duniani na mbinguni. Utukufu na wewe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambaye wataendelea kuwatumia malaika watumishi wako hawa kwa ajili ya yale ambayo Bwana wanakuhitaji katika
wamekosa mambo mbalimbali. Bwana, wengine wanaumwa. Bwana, wameugua muda mrefu. Mungu, ni jaribu kwao linaoingia katika utata. Mungu, wasaidie waweze kuvuka. Wengine ni familia zao. Mungu, wasaidie waweze kuvuka katika jina la Yesu Kristo. Na limidiwe na kutukuzwa jina lako, kwa sababu Bwana utatuacha, hautatupungukia. Mungu, utukufu una wewe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sifa na heshima ni za kwako. Tunakushukuru kwa ajili ya maelekezo yako, nasi tunasali ile sala ya Bwana uliyotufundisha. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanatimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunawasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa wako ni ufalme na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Mungu atubariki, upate nafasi ya kukaa.